One on One with Charles William. Asante na karibu kwa kufuatilia mazungumzo haya ya One on One. Hii ni Wasafi TV. Mimi ni Charles William. Ni fursa nyingine tena ya kuzungumza na moja kati ya wananchi wa nchi hii ambao wamepata upendeleo wa kuhudumu katika nafasi ya uwakilishi wa wananchi kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha miaka 10. Ninaye hapa Katani Ahmed Katani, mbunge wa jimbo la Tandaimba kwa kipindi cha miaka 10. Miaka 5 kupitia chama cha wananchi CUF, lakini miaka 5 kupitia chama cha mapinduzi CCM. Na hii imekuwa ni mitano ya 2015 mpaka 2020 kupitia CUF, 2020 mpaka 2025 kupitia chama cha mapinduzi. Katani, kwanza hongera kuwa mmoja kati ya Watanzania ambao wameaminika na wananchi wenzao kuwa na nafasi ya mbunge kwa miaka 10. Si mchezo. Asante sana. Si mchezo. Ulijaribu kuwa mbunge kutoka mwaka 2010 na umekuja kuwa mbunge mara ya kwanza 2015. Ulipoanza kugombea ubunge kwa mara ya kwanza ulikuwa mdogo sana. Sasa hivi ukijitazama baada ya miaka 10 ya ubunge, unajiona ile shauku yako ya kuwa mbunge, kiu yake umeikata ama bado unaona kwamba una kiu ya kutaka ubunge? Nianzie hapo. Naona bado na kiu ya kutaka ubunge kwa sababu miaka 5 ya mwanzo malengo yangu, dhamira yangu kwa wananchi wangu hayakutimia kwa yale ambayo mimi nilikuwa nayakusudia. Lakini kwa miaka hii 5 ya pili ambayo nimekuwa mbunge kupitia chama cha mapinduzi, angalau kwa 55% nilokuwa nayakusudia ni kama yametimia. Ukisema miaka 5 ya mwanzo malengo yako hayakutimia, miaka 5 ya pili hii ukiwa mbunge wa CCM ndio malengo yametimia angalau, unamaanisha nini kwa ufafanuzi zaidi? Sawa. Nimekuwa mbunge kipindi kile cha miaka 5, 2015-2020. Nilikuwa na dhamira kuona jimbo langu mimi lina kata 32 na tarafa 7. Sasa kwenye plani zangu nilikuwa nawaza kwamba angalau kwa uchache kila tarafa tupate kituo cha afya kimoja. Lakini kwa miaka 5 ile ya mwanzo sikupata bahati ya kupata kituo cha afya hata kimoja. Miaka yangu yote 5. Nilikuwa na dhamira ya kuona kwamba wananchi wangu wa Tandaimba wanapata pembejeo bure. Na hii ni tangu nafikiria swala la ubunge mwaka 2010. Ilikuwa ukisikiliza hotuba zangu nilikuwa nawaza kwamba siku moja wananchi hao walipa kodi kwa sababu wanalipa export levy wapate pembejeo bure. Lakini kwa kipindi kile cha 2015-2020 nilifeli kufanikiwa hayo. Ninapozungumza sasa kwamba nimefanikiwa kwa 55%, miaka 5 hii ya sasa tunaizungumza, kwa mfano kwenye upande wa afya, kutoka vituo vya afya 2 kwenda vituo vya afya 8. Kwa utaona gap tulilolipiga kwa miaka 5 hii ya mimi na Rais Samia. Lakini ukija swala la pembejeo, miaka 5 ile ya 2015-2020 nilikuwa na ndoto za kuona kwamba wakulima wa korosho nchi hii wanapata pembejeo bure. Halikuwezekana. Lakini miaka 5 hii kuanzia 2021 mpaka leo wakulima wanaendelea kupata pembejeo bure. Unadhani kwa nini hayo yote ya vituo vya afya pamoja na pembejeo hayakutimia 2015, 2020 chini ya Rais Magufuli na yametimia kipindi hiki chini ya Rais Samia, na wewe ukiwa mbunge wa CCM lakini wakati ule mbunge wa CUF hayakuwezekana? Zipo sababu nyingi. Moja, unapokuwa opposition, mara nyingi mnaweza kwenda kupinga kwa kila jambo. Mfano, leo tunafanya bajeti kuu. Ukifuatilia kipindi nikiwa upinzani, ilikuwa wakati wa kupiga kura ili bajeti kuu iende kutekeleza miradi ya wananchi. Ukiwa upinzani kazi yetu ni kusema hapana. Lakini kipo on mind ndio unakwenda kutekeleza miradi ya wananchi. Ili miradi iweze kufanyika lazima mpitishe bajeti bungeni pale. Sasa wewe umekataa miradi isiende. Nani anakuletea miradi hiyo ya vituo vya afya? Lakini pamoja na wapinzani kupiga kura za hapana, bajeti ilikuwa inapita. Kwa nini silete mradi wakati imepita? Sasa kuna kitu cha mmoja. Au walikuwa wanasusa kuwaletea? Sio kususa. Ni sawa na wewe leo Charles, nakwambia unataka maji ya kunywa, unasema hapana. Nakupaje maji ambayo umeyakataa? Lakini bajeti imepitishwa ya hayo maji. Wakati inapitishwa bajeti, lakini wewe miongoni mwa waliosema hutaki maji.
Kwa hiyo tunaondoa fungu la kuleta maji kwenu, tunapeleka sehemu ambako bajeti haijapitishwa. Huondoi kwa sababu wewe mwakilishi wa wananchi umekataa kupelekewa maji. Na sisi kazi yetu ni kwenda kuwasemea matatizo ya wananchi pale bungeni. Sasa wewe ulioenda kuwasemea wananchi ndio umekataa kupitisha bajeti ya maji, na kwako kuna tatizo la maji. Unataka uletewe kama nani? Bajeti unapelekewa wewe au wananchi? Ni wananchi. Na wewe ni mwakilishi wa wananchi. Yaani mimi niko bungeni kwa niaba ya wananchi wote wa Tandaimba. Lakini wananchi hao wanakuwa wamechagua rais wa Chama cha Mapinduzi. Wanaweza kunyimwa maendeleo kwa sababu tu mbunge ni wa CUF au wa ACT? Hapana, wanaweza wasinyimwe, lakini unaweza ukifuatilia mijadala, kuna namna ya speech ambayo unajua unapoomba, moja, kuomba ni kitu ambacho huna. Sasa una mawili, unayemuomba kukupa au kukunyima. Sasa inategemea na mtu unayemuomba anakutizama kwa namna gani. Wewe unaweza kujiona uko sahihi, lakini unayemuomba kaona hapa huyu bwana hayuko sahihi. Hebu nipe uzoefu wako. Utofauti mkubwa kuwa mbunge wa upinzani na kuwa mbunge wa CCM ni nini? Utofauti ni mkubwa. Moja, CCM kwanza inaenda na vikao. Katika chama ambacho kina utaratibu mzuri wa vikao ni Chama cha Mapinduzi. Lakini utofauti mwingine ni kwamba wakati unapokuwa kwenye Chama cha Mapinduzi, chama ambacho ndo kina dola, kina serikali, mnayoyapanga ni yale ambayo mmeyaandika kwenye ilani yenu. Yaani leo tunapokwenda kwenye uchaguzi wa 2025, 2030, CCM tayari inayo ilani. Na vyama rafiki vinavyo ilani. Ilani inayokwenda kutekelezwa ni ilani ya chama kile ambacho kimeshashinda uchaguzi. Kwa hiyo ni fursa ya kwanza. Keep in mind kwamba ilani ya CCM ni tofauti na ilani ya CUF nilokuwepo mimi. Ilani ya CCM ni tofauti na ilani ya Chadema. Kuna watu umesikia kwenye ilani yao walikuwa wanasema naenda kugawa bwabwa mashuleni. CCM haikuwa na ilani hiyo. Kwa hiyo priority za ilani za vyama vyenu ni tofauti na priority na ilani ya vyama vingine. Kwa CCM maana yake kinachotokea ukiwa upinzani, ilani ya CCM inasema hivi, wewe na ubunge wako wa upinzani ilani yake inasema hivi. Leo CCM nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, anakwenda kumaliza tatizo la maji nchi hii. Kwa sababu upo mkakati wa kuhakikisha kwamba kila kijiji kinatobolewa kisima cha maji. Yaani pawe na chanzo cha maji kinachojitegemea nchi nzima. Sasa hiyo unakuta kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Huwezi kwenda kuikuta kwenye ilani ya chama kingine. Sasa ukiona mbunge wa jimbo la CUF amepelekewa maji, ni kwa sababu yapo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ambacho kimeshika dola. Kuna hoja nimekuwa nikizisikia, mnasema wapinzani wanapinga kila kitu. Bahati nzuri wewe umekuwa mbunge wa upinzani na mbunge wa CCM. Ni kweli wabunge wa upinzani hupinga kila kitu? Ni wakati nikiwa upinzani mnakaa kwenye vikao kabisa vya kukubaliana kwamba leo tunakwenda kuweka Soltep mdomoni, tunakwenda kukataa kitu fulani. Yaani mnajiandaa. Maana yake ni kwamba mnakwenda kupinga kila kitu. Kabisa. Kupinga kila kitu tafsiri yake ukiwa bungeni. Unapopinga kupitisha bajeti kuu na ndo dhamira yenyewe ya kuja bungeni, maana yake unaenda kupinga mambo yote yanayopangwa na serikali. Kwa sababu hata kama ni mazuri. Kwa sababu maagizo ya chama, hata maagizo ya chama. Maagizo ya chama cha upinzani kinaagiza mkapinge kila kitu hata kama ni kizuri. Si mfano uliona, sisi tulipiga Soltep nikiwa upinzani. Ukifuatilia picha zako za nyuma, na ilikuwa ni vikao tumekaa. Mlipiga Soltep mkiwa mnapinga bunge kuendeshwa kibabe na uhuru wa maoni na uhuru wa kufanya siasa kwenye nchi kuminywa. Sasa unajua swala la uhuru ni swala la mtambuka sana. Na nikisema mtambuka, uhuru una mipaka. Yaani uhuru wenyewe una mipaka. Charles, leo wewe unaweza kutembea uchi. Mimi siwezi. Umeweka mipaka ya uhuru wako. Lakini hakuna mtu kitembea uchi atasema tu Charles ni mwenda wazimu nini. Sisi tutakustiri ndugu zako, lakini ni uhuru wako ulichokiamua kukifanya. Kwa hiyo uhuru wenyewe una mipaka. Kwa hata ukizisoma kanuni zetu za bunge, yapo mambo, ndio maana unasoma kanuni ya 71, alafu spika anasema kanuni ulioitumia haiko sawa sawa. Maana yake unaweza kupeleka jambo na unaamini liko sahihi,
lakini kanuni ulioitumia haiko sawa. Kwa hata uhuru pia una wakati wake. Mfano, kuna janga la njaa leo. Serikali inasema jamani, wananchi walime. Wanapatikana watu wanasema hakuna kulima. Maanake tunataka kutumia uhuru wetu vibaya, kwa sababu kulima ni hiari yako. Wabunge wa CCM kusifia kila kitu kinachofanywa na rais, nikisema hivi nakuwa nimepotoka? Unapotoka sana, kwa sababu sisi tuna vikao. Bahati nzuri, jambo ambalo unatakiwa kujua ni kwamba Chama cha Mapinduzi kina vikao, na kama ukisikiza hotuba zetu, yapo mambo tunakosoa. Mnamkosoa rais? Hatumkosoi rais, tunakosoa wasaidizi wake. Kama kuna mambo unajua rais ni taasisi. Yani ni tofauti na mtu anavyoichukulia. Rais ni taasisi. Rais ni serikali. Ndio maana kuna mawaziri, kuna makatibu wakuu. Kuna mahali mtu unaweza ukakosea. Unapotakiwa kumkosoa waziri aloteuliwa na rais, ukamkosea rais mwenyewe. Kwa sababu rais anaweza kupeleka fedha mahali fulani, fedha ikashindwa kusimamiwa na mtu ambaye ameteuliwa na rais. Sasa sio mapungufu ya rais ya. Katani, kwa nini mambo yakienda vizuri sifa zote ni kwa rais? Mambo yakienda vibaya mnasema mnakosoa wasaidizi na mkosoi rais? Sawa. Ni jambo jepesi sana. Charles, umenikabidhi mamlaka kipande fulani cha utawala nikisimamie. Na mimi nilipokaa hapa, wewe ulipokaa hapo, unanitizama mimi nafanya nini. Sasa kuna wakati mimi naweza nikakosea, wewe ukashindwa kupata taarifa mapema. Sipaswi kukulaumu wewe. Napaswa nilaumiwe mimi nilokosea. Sasa kuna hiyo shida. Yani badala kulaumu alokosea, na kwa sasa rais wetu mzuri sana, ukisikiliza speech zake, kuna mahali unamuona anazungumza kwa ukali inapoonekana kwamba kuna wateule wake wamekosea au wamempa taarifa zisizokuwa sawa sawa. Ndipo ambapo watu wenye uelewa mdogo wanakwenda kumuingiza rais kwenye vitu ambavyo yeye alituma watu waende wakafanya. Unajivunia nini kikubwa Tandahimba kwa hii miaka 5 ambayo umekuwa mbunge chini ya Chama cha Mapinduzi? Mimi nikiwa mbunge wa CUF miaka ile 5, nilikuwa nimepata kilomita 3 tu za mjini pale. Lakini tunapozungumza leo za lami ninazozungumza, tunapozungumza leo na zaidi ya kilomita 19.1 zina lami. Lakini ni katika eneo ambalo leo ukienda Tandahimba kuanzia saa 1 jioni, chukua selfie, ufanye umepiga picha kwenye barabara za Katari Doha pale, na upite barabara za Tandahimba, alafu ziweke kwenye mtandao, huwezi kuona tofauti. Katani, tunazungumza wananchi wa Tandahimba wakiwa wanasikiliza hapa. Ndio maana anazungumza, kwa sababu naenda kuomba kura tena. Ninachokizungumza wanakiona kwa macho. Yani uzuri wa CCM, hali ya Katari inafanana na hali ya Tandahimba. Kwa Tandahimba mjini, ukifika Tandahimba mjini hamna tofauti. Nimekuambia usiku ukipita barabarani. Maana yake ni kwamba mji wangu mimi sasa ni katika miji ambao ukienda mkoa wa Mtwara inaongoza kwa taa za barabarani. Unaokota mpaka sindano. Yani huna sababu ya kutumia baiskeli ukawasha taa. Huna sababu ya kuendesha gari ukawasha taa. Utawasha taa kwa sababu ni takwa la sheria ya usalama barabarani, ikifika saa 12 uwashe taa. Lakini ukienda Tandahimba unaweza kutembea kama unatembea mchana. Tafadhali bwana, nakwambia, na nikukaribishe ili ujionee. Unajua kuona ni kuamini. Haya nayasema kwa sababu najua hivi ni vyombo vya habari. Wana Tandahimba wanaona, na wao wana haki ya kusema kinachosemwa na mbunge kina uongo, kwa sababu vinaonekana. Lakini leo ukienda Tandahimba, ninaisema miaka 5 ile nilikuwa upande ule wa pili, nilikuwa sina vituo vya afya nilivyokuambia. Leo nimekuambia na vituo vya afya 8. Kutoka 2 mpaka 8. Tandahimba ile nilikuwa mbunge kipindi kile, nilikuwa sina high school. Nilikuwa na high school moja tu, Tandahimba Sekondari. Lakini leo ninapozungumza na wewe, zilizosajiliwa tayari ninazo 4. Lakini najenga shule nyingine ya high school ya 5 pale Mauta, inaitwa Makondeni. Miaka 5 hii tunayoizungumza ya Rais Samia na mimi nikiwa mbunge wake, Tandahimba tulikuwa hatuna miradi ya maji. Lakini mimi ninao mradi wa maji wa Mkwiti, una thamani ya bilioni 6.5,
Nao mradi wa maji wa Nanyuila Maundo una thamani ya bilioni 6.2. Nao mradi wa maji mdogo Kitama wenye thamani ya bilioni 1.9. Nao mradi wa maji huko Mkundi una thamani ya bilioni 1.9 na kidogo. Nayo miradi ya maji ya visima virefu hivi tunavyochimba kwenye kata 8 vilivyokamilika, na tumeshafunga solar power na vinatoa maji. Lakini nimetoka kukuambia mpango hapa. Tunakwenda Tandaimba. Tunakwenda kuchimba visima vya maji kwenye vijiji vyote vya jimbo la Tandaimba. Na tayari jambo hili ninalokuambia, tayari tushakubaliana na Wakuwaiti. Watu wa Kuwaiti wameridhia kuchimba visima vya maji vijiji vyote ambavyo tumepropose. Kwa unaweza kaliona jambo kubwa ambalo liko Tandaimba. Tandaimba 2015-20 tulikuwa hatuna umeme vijiji vingi. Mimi na vijiji 143. Leo tunapozungumza, tunazungumza umeme kupeleka kwenye vitongoji. Tunaye mkandarasi anapeleka umeme kwenye vitongoji, kampuni ya Sengerema. Kwa unaweza kaiona Tandaimba nyingine kabisa. Lakini hali ya Tandaimba yenyewe ikoje kwenye shughuli za kibiashara kufanyika? Sababu ni moja kati ya wilaya za Mtwara ambazo hali yake ya kiusalama ilikuwa ikitajwa kipindi cha nyuma kwamba iko tete, kuanzia muda wa kutembea usiku na muda wa kutokuruhusiwa kutembea usiku, na vizuizi vingi ambavyo vimewekwa njiani na jeshi la wananchi. Lakini hata shughuli kama uvuvi kwenye ukanda wa Mto Ruvuma zilikuwa kama zimepigwa marufuku kwa hofu ya kiusalama. Mambo yakoje? Mmoja, niendelee kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ni kweli ile 2020 kulikuwa na taharuki kubwa ya matukio yale yalokuwepo, na Mheshimiwa Rais kwa kuona umuhimu wa mkoa wa Mtwara, lakini kuiona Tandaimba pia. Sisi unajua sasa Tandaimba tunao kambi ya jeshi. Iko pale. Na alituletea mahususi kabisa kwa ajili ya kulinda mpaka ule kwa uzuri. Kwa sasa hali ya usalama imeimarika, nasema hali ya usalama ni shwari. Tandaimba hata utakapokuja kesho hakuna vizuizi vile ambavyo zamani ilikuwa kuna barriers. Utakuta jeshi la wananchi lipo, jeshi la polisi lipo, lakini sasa hali ina utengemavu mkubwa kuliko chochote. Na tumefanya biashara zetu za korosho masaa 24. Kumbuka korosho mwaka huu tumesafirisha mpaka usiku, jambo ambalo lilikuwa halipo huko nyuma. Na ukienda kwenye hali ya uchumi wa mtu mmoja mmoja, nadhani njoo Dodoma hapo. Mkoa wa Dodoma au wilaya yoyote ya Dodoma, ukiacha Dodoma mjini, chukua wilaya yoyote unaoijua wewe, pamoja na kwamba huu ni mji, ni makao makuu ya nchi, uje ufananishe na Tandaimba. Tandaimba kwa kipato cha mtu mmoja mmoja, lakini kwa matumizi sahihi ya fedha, Tandaimba ndo miongoni mwa wilaya chache zenye makazi bora ya wananchi wake kabisa. Kama mtafanya tafiti, Wasafi nyewe mnaweza kufanya tafiti za kina. Tembeeni katika nchi hii, tembea kwenye vijiji. Tandaimba ndo peke yake wilaya ambayo ina nyumba bora na makazi bora ya wananchi wake, kwa sababu korosho imeimarika, bei ya korosho imepanda, na uzuri watu wanaelimika, wanajenga nyumba bora, nyumba ambazo sasa hivi ukienda Kigamboni, Dar es Salaam, ukienda Masaki, kuna nyumba zinafanana na ukienda kwenye kata yangu Mia Ngunja. Kabisa. Ina kila kitu. Mtu anaoga maji ya shawa Tandaimba kijijini. Yaani sio jambo la anasa au la kuwaza mtu wa Tandaimba kamaona anaoga maji ya shawa kijijini, kwa sababu anajua matumizi sahihi ya fedha. Lakini sasa hivi Tandaimba kwa miaka hii, baada ya fedha ya korosho kuimarika, ni miongoni mwa maeneo ambayo wanasomesha sana watoto ndani ya Tandaimba na nje ya Tandaimba. Ukienda mkoa wa Lindi, Mtwara, katika shule bora hizi ambazo tunasema ni za private, tunazungumzia Nyangao, kuna shule ya high school pale Nyangao, 70% ya wanafunzi wake wanatoka Tandaimba, kwa sababu wanatumia fedha yao ya korosho vizuri kusomesha watoto. Lakini ulipokuwa mbunge wa kafu, ulilia bungeni ukiwa unalilia madhira yanayowapata wananchi wa Tandaimba ambao ni wakulima wa korosho. Kipindi kile ilishukuliwa fedha ya export levy bilioni 210, na tulizungumza sana pale kwa sababu ni fedha ambayo ilikuwa ipo kisheria, ambayo ilichukuliwa na serikali kuu. Bungeni pale ilikuja ikafutwa sheria ya export levy yenyewe, yani ikaondolewa kabisa. Lakini kwa miaka hii 5 ya Rais Samia ndo kipindi ambacho export levy imerejeshwa, kwamba fedha yote irudi kahudumia korosho. Ndo kipindi ambacho pembejeo, tangu tumepata uhuru wa taifa hili, pembejeo ndo imegawiwa bure kwa miaka 4. Kwa unaona kilio kile cha 2017 juu ya madhira ya korosho, juu ya pembejeo, juu ya fedha ya export levy kimetatuliwa kipindi hiki.
Na kipindi hiki ndo ambacho Chazi utembelee Tandaimba. Tandaimba ambayo leo pamoja na kwamba serikali inasema tunatengeneza kongani ya viwanda pale Maranje, lakini upate fursa ya kuja Tandaimba. Tandaimba ndo sehemu ambayo ina viwanda vingi vya korosho, vya kubangua korosho kuliko sehemu nyingine. Na kwangu Kitama, ukitoka Kitama unaenda Tandaimba, ipo kampuni ya Wachina pale inajenga kiwanda kikubwa. Inawezekana kwa Tanzania kikawa kiwanda cha kwanza kikubwa cha kubangua korosho. Kwa mambo ya kipindi hiki kaka, tunateleza. Ndio maana mimi juzi kuna mtu mmoja alikuwa ananiuliza, kuna watu wanakuja kugombea. Nikamwambia mzee, waje, wanakaribishwa. Kwa sababu kwa nilio yasimamia na serikali alio yasimamia, si ajabu sisi tukawa mkoa wa kwanza kitaifa kupiga kura nyingi kupigia Chama cha Mapinduzi kwa yale yaliyofanywa, lakini kupiga kura nyingi kumpigia Mheshimiwa Rais kwa yale yaliyofanywa kwenye jimbo la Tandema na mkoa wa Mtwara. 2020 ukiwa unagombea ubunge ndani ya mchakato wa Chama cha Mapinduzi, kura za maoni ulishindwa na hukushika nafasi ya kwanza. Ilibidi vikao vya juu ndivyo vikurudishe wewe, lakini wanachama wa Chama cha Mapinduzi wenyewe hawakutaka wewe mgombea, hukuwa pendekezo lao la kwanza. Mwaka huu 2025 unadhani wanachama hao watakuwa wamekuelewa ama bado utasubiri tena mbeleko ya vikao vya juu kukurudisha? Niweke jambo hili very clear. Unajua kuna shida ya nyie kina Chazi, hamsomi katiba za CCM, hamsomi vitabu vya CCM. Moja, kuongoza kura za maoni hazikufanyi wewe kuwa bora, hazikufanyi wewe kuwa mshindi. Unaweza kaongoza kura za maoni kwa ghilba pia ukawa umeongoza. Ulifanyiwa ghilba? Nataka nikufafanulie hilo uliniuliza. Mimi nimerudi CCM 2020 hiyo hiyo. Na kura hizo za maoni unazozisema, alokaongoza kura alipata kura 314. Na mimi Katani unaona mpya nilipata kura 308. Tanzania mzima kwa walorudi CCM. Tanzania mzima kwa walorudi CCM. Mimi ndo nilifanya vizuri kuliko mtu yoyote. Na nikupe taarifa tu, si mzuri kuisema leo, lakini nikupe taarifa tu kwamba ilikuwa ni ghilba ile ile, kwa sababu baada ya jina langu kutangazwa kwamba ndo mgombea, walikuja watu kuniambia kwamba kwa sababu taratibu wa kura ulikuwa ni ule wa kupewa karatasi, mnaona kura yako. Tandaimba tumepewa karatasi, lundo langu lipoonekana kwamba kubwa, alokuwa mwenyekiti wa CCM tukiwa kwenye kikao akaanza kupiga kampeni ya wazi kwa maiki. Anasema mtu ametoka upinzani juzi, mnampa kura tu. Yani unaweza ukaona visa na vitimbi vilivyokuwa vinafanywa pale pale. Sasa CCM unajua ni taasisi kubwa, ina mifumo. Ikafuatilia, ikajua kilichokuwa kimefanyika. Mimi kama kuna boksi la matokeo ya kura za Tandaimba, nikakwambia Chazi waambie wakupe matokeo ya mwaka 2020. Mimi nakwambia niliongoza kura. Japo nilizidiwa kwa kura hizo 6, lakini mimi nakwambia niliongoza kura za maoni. Unataka kusema uliibiwa kura? Sitaki kusema hivyo kwa sababu nilishateuliwa nikawa mbunge wa Tandaimba na nilichokuwa natapambania ni ubunge na ukisoma katiba kanuni ya vikao ni kwamba kuongoza kura sio kigezo kinachokufanya wewe uteuliwe. Kwa nadhani chama kilitumia vigezo vingi. Sasa wale ambao 2020 ulikabiliana nao na wakakufanyia hayo masongo mbingo yote unayosema, wamerudi tena mwaka huu. Tena wanasema kwamba mwaka huu hakuna tena kubebwa na vikao vya juu. Mimi nimeshukuru hilo kwa sababu bahati nzuri mimi sio mtu wa kubebwa. Yaani katika watu ambao sio wa kulialia, mimi sio mbunge ambaye kwamba nilizaliwa kuna mjomba wangu alikuwa sijui mkuu wa mkoa, dadangu sijui. Mimi nimetoka familia ya kimaskini kabisa ya mkulima. Kwa sio mtu ninayependa kubebwa kwanza. Yaani mimi sio katika waumini wa kubebwa. Mimi nataka wanatandaimba wachague mtu kwa kazi anayoifanya. Kwa moja, sina mashaka na uchaguzi. Mimi ninachotaka ni uchaguzi tuwe huru na haki, mambo yaende. Watajipima. Hatua ya CCM kuongeza idadi ya wajumbe wanaopiga kura za maoni inakutisha au inakufariji? Mimi inanifariji sana kwa sababu kama kulikuwa na hila, marushwa, kwa mfano mimi jimboni kwangu na wajumbe zaidi ya 18,000 huko, sioni mtu anayeweza kusema anakwenda kutoa rushwa ili wamchague. Watu watakuchagua kwa uwezo wako.
Kwa kwangu mimi nimeona ni faraja kubwa sana. Sana, sana. Mimi napiga kura zaidi ya 18,000. Au ni wajumbe wa Chama cha Mapinduzi tunaowazungumza. Yaani hatujaenda kwa wapiga kura wa nje ambao wako 196,000. Lakini kingine Chazi ninachotaka kukuambia kwamba CCM ni taasisi kubwa na inaona iko hivi. Chazi, unaweza ukashinda kura za maoni ndani ya chama, wananchi nje huko wanakuzungumziaje? Kwa chama kinaangalia pia kwamba je, Chazi tukimpa bendera ya kupeperusha, kura za kupambana na mtu wa nje wa upinzani ataweza? Wakiona huwezi, hakuna chama kinachotaka kushindwa. Vyama vyote vya siasa vinataka kushika dola. Na ili ushike dola lazima wabunge wako washinde, madiwani wako washinde, ndio wewe umeshika dola. Sasa inawezekana ikatokea mahali kuna mtu umemwona ameongoza kura za maoni, lakini chama kikaona kwamba huyu kimsimamisha na upinzani wamemsimamisha huyu, chama hakiwezi kwenda kushinda. Wakikukata wako sahihi, kwa sababu wanaangalia maslahi ya kushika dola, wanaangalia maslahi ya wananchi. Katani, ukiangalia jimbo lenyewe la Tandahimba, wananchi wake ni wananchi ambao wana uelewa mkubwa sana wa kisiasa, kwa maana kwamba wamekuwa na uwezo wa kuchambua mambo yanayoelezwa na kuamua kulingana na nyakati. Kwa sasa hivi jimbo la Tandahimba nguvu kubwa imewekezwa kwenye chama cha ACT Wazalendo. Unaona kuna upinzani unaoweza kutikisa mizani kwenye jimbo hilo? ACT hawapo Tandahimba. Yaani ACT sio tishio Tandahimba hata kidogo. Chama gani ni tishio Tandahimba? Kwa vyama vya upinzani hakuna chama tishio Tandahimba, hakipo. Upinzani umeenda wapi Tandahimba? Manake ilikuwa ni ngome kabisa ile. Upinzani unaosema Tandahimba, uliposikia Tandahimba yenyewe ilikuwa na upinzani, hizo harakati za upinzani aliokuwa anazifanya ni Katani. Unazungumza naye leo. Kwa upinzani ilikuwa ni Katani, na Katani hayupo tena, upinzani haupo upinzani. Kwa sababu Katani ndio huyo ambaye alikuwa mwenyekiti wa CUF taifa, lakini ndio alikuwa mgombea wa ubunge Tandahimba. Katani wakati wa mgogoro wa CUF kwa CUF ndio ikazaliwa ACT, ndio alokwenda kuanzisha ACT Tandahimba. Kwa sababu kadi za ACT Tandahimba nilizipeleka mimi kwa kununua kwa fedha yangu, sio mtu mwingine. Na ndio maana hata ACT tulivyokwenda nao kwenye uchaguzi wa 2020, hata wangeunganisha kura zao zote, yani ACT, Chadema, NCCR, CUF na watu wengine, walikuwa hawafikii nusu ya kura nilizozipata za wananchi. Kwa moja, hakuna upinzani wa kusema Tandahimba kuna upinzani, haupo. Hii ni One on One. Mimi ni Charles William, nipo na Katani Ahmed Katani, mbunge wa jimbo la Tandahimba kutoka mwaka 2015 mpaka mwaka 2025. Miaka 5 ya kwanza kupitia CUF, miaka 5 ya pili kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu amerudi tena ulingoni kukabiliana na wana CCM wenzake ambao nao wamejitokeza wakionyesha shauku ya kutaka kumpokea mikoba hapo. Tunaenda mapumziko mafupi kwa dakika moja. Tukirudi tutazungumza kwa kina kuhusiana na mchakato wa uchaguzi ndani ya CCM unaoendelea na mivutano hiyo ya kura za maoni. One on One with Charles William. Tumerejea kupitia One on One, bado nipo na Katani Ahmed Katani, wengine humuita Katani. Tandahimba pale ni viunga ambavyo amekuepo kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka 15-18 hivi ya yeye kuwa kwenye siasa za Tandahimba na kuzungumzwa sana kwenye ngazi ya taifa. Na sasa hivi Katani akiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi ni kama amepumzika hivi na zile heka za zamani. Moja kati ya vitu ambavyo nadhani ukiwa mbunge wa upinzani ni kama sehemu ya maisha yako ni ile kukimbizana na polisi, kukamatwa, kuwekwa lock up, kutoa tamko. Ukiwa mpinzani moja unakuwa huijui mipango ya serikali. Yaani unaweza ukapinga kitu ambacho serikali ina mipango nacho, lakini kwa sababu sio sehemu ya serikali unakuwa hujui. Kwa unalazimika kutumia nguvu kubwa ya kupinga usichokijua. Na ndio maana unapokuwa ndani ya CCM, kwa sababu ndio wenye serikali, unakuwa unaijua mipango yenu ikoje. Kwa hupati fursa tena ya kupinga kitu unachokijua. Lakini Katani, ukizungumza hivyo, tumekuwa tukishuhudia yakitokea mambo pale Mtwara mpaka wabunge wa CCM wenyewe wanachachamaa kwamba hili haliko sawa. Kwa mfano wakati mnaandamana wakati ule kuzuia gesi isitoke Mtwara,
kulikuwa mpaka kuna wabunge wa CCM wanaunga mkono maandamano hayo na wanayachochea kwa nyuma. Moja, umezungumza jambo ambalo mimi ndo nilikuwa team leader wa hiyo kitu ya gesi inatoka au haitoki, na ni miongoni mwa watu ambao walikamatwa wakakaa detention kidogo. Mimi ni miongoni mwao, na ndio maana nikakwambia kutofahamu mipango ya serikali kunaweza kukafanya watu wa upinzani kusema chochote. Kwa mfano, sisi tulifanya kitu cha kuorodhesha wananchi. Tuliorodhesha wananchi kupinga gesi isija Dar es Salaam. Na sisi tuliweka hoja za msingi tu kwamba dhamira yetu tunasema kabla gesi haijatoka kwenda Dar es Salaam, maeneo husika wananufaikaje? Sasa serikali ilikuwa haijaeleza mipango yake. Jambo ambalo lilipaswa serikali kabla ya gesi ile kutoka, kwa sababu wao wanajua mipango yao, waje watoe elimu. Sasa inapoanza gesi tu kusema inatoka kuja Dar es Salaam, wakati huo unajua ni tofauti na sasa. Leo tunasema mkoa mzima wa Mtwara vijiji vyote vina umeme. Tulikuwa tunasaka kuona fedha zinazopatikana kutokana na gesi zinanufaisha wananchi. Vitu hivyo vilikuwa havionekani. Tunapozungumza leo, ukienda Msimbati, fedha zinazotokana na gesi, pamejengwa pale hospitali kubwa ya kisasa. Lakini leo tunapozungumza vijiji vyetu vyote vya mkoa wa Mtwara vyote vina umeme. Yale ndio tulikuwa tunayataka tukiwa upinzani, ambao serikali ya CCM walikuwa na majibu, lakini hawakuja kuwapa awareness wananchi kwamba bwana, sisi wakati tunafanya mradi huu tutafanya 1, 2, 3, 4. Ndio ile nilokuambia toka mwanzo kwamba kuna shida ya ukiwa ndani ya serikali kama mimi. Ninavyojua mipango ya serikali, huwa narudi jimboni kuwaambia kabla, kwa sababu najua watu wangu wanauelewa. Isije wakasikia baadaye wakati mwakilishi wao najua kwamba serikali na ilani ya CCM inasema 1, 2, 3. Leo si tunayo ilani ya chama ya 2025 2030. Mimi binafsi nimeshafanya mikutano na nishaanza kuizungumza ilani kabla hata ya muda, lakini nimewaambia wananchi kwamba serikali ya CCM ya 2025 mkiipa dhamana itafanya 1, 2, 3, 4, kwa sababu tayari tuna paperwork. Tafsiri inayokosekana kwa baadhi ya watu ni kutotafsiri yaliyokuwemo, watu wakayajua mapema. Mtu asipojua mapema hawezi kuishi kwa matumaini. Wimbo wako maarufu ukiwa upinzani ilikuwa ni kwamba Mtwara ni mkoa wenye utajiri mkubwa na taifa hili linanufaika kwa kiasi kikubwa na utajiri wa Mtwara, lakini wananchi wa Mtwara ni maskini wa kutupwa kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi imewatelekeza. Zilikuwa ni propaganda za kisiasa au ulikuwa unazungumza ukweli? Chazi, nadhani unasahau kwamba dakika 15 nyuma nimetoka kueleza yaliyofanywa ndani ya miaka 5 hii. Hapa, tukiwa hapa kwenye kipindi. Yaani niliyozungumza mafanikio ya miaka 5, nimezungumza na wewe tukiwa hapa kwenye kipindi. Kwa maana hiyo ni kweli ilikuwa umetelekezwa ule mkoa, ndio unaniambia? Sizungumzi swala la kutelekezwa. Unasema kipindi cha nyuma. Tunapozungumza leo, yale nilokuwa nayalilia yamefanyika. Nalilia nini? Mfano nataka nikwambie na upate kuja. Nilikuwa nalilia barabara. Siku zote nikisimama bungeni pale naiambia serikali kwamba barabara kutoka Mtwara, Mnanyamba, Tandaimba kwenda Newala ambako kuna uzalishaji mkubwa wa zao la korosho, unatembea masaa 12. Yaani ni sawa na mtu aliyotoka Dodoma kwenda Dar es Salaam alikuwa anafika mapema. Serikali imesikia. Rais Samia akatoa fedha bilioni 268. Barabara inawekwa lami. Kwa hiyo ulikuwa unazungumza zamani ilikuwa ni ukweli mtupu. Ulikuwa ukweli ambao umefanywa kazi na serikali sasa, na mimi niko huku. Nitaka kusikia hilo. Hey. Sasa tukizungumza vuta ni kuvute inayoendelea ndani ya jimbo la Tandahimba, wagombea ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi ni wengi kweli kweli ambao tayari wapo kwenye vita hii ya ubunge. Mpinzani mkubwa ambaye kwa kudodosa kwangu watu wanamtaja zaidi Dr. Twakila, ambaye mwaka 2020 alikuwa kinara kwenye kura za maoni, lakini pia sasa hivi jina la Harmonize linazungumzwa na watu walio wengi, na yeye mwenyewe anasema kwamba anataka kubadili kabisa hali ya maisha ya watu wa Tandahimba kwa sababu kwa kipindi kirefu amekosa mwakilishi ambaye anaweza kuwasemea vyema. Unaona miamba hii miwili, Dr. Twahil pamoja na Harmonize,
kama ni miamba ambayo inakutikisa? Bahati mbaya sana. Unajua watu wana uelewa mkubwa sana. Hao wote unaowazungumza wanaishi Dar es Salaam. Wewe unaishi wapi? Mimi naishi Kitama, kijijini kwetu. Dar es Salaam huna makazi? Mimi Dar es Salaam ni sehemu ambayo napita kama ninavyopita kwenda sehemu nyingine. Nimetoka Tandaimba mimi jana na leo niko Dodoma hapa. Hilo linakufanya uwe mwakilishi mzuri wa wananchi kuliko mtu mwingine atakayetoka nje? Yes. Kwa nini nikwambia hivyo? Katani unayemuona hapa, ukienda jimboni kwake saa 12 asubuhi utamkuta shambani. Kwenye shamba lake mwenyewe la mikorosho. Anapoizungumza pembejeo ya korosho, anazungumza kitu anachokiishi, anachokifahamu. Anapozungumza korosho ina bei ndogo, miongoni mwa waathirika anakuwa pamoja na yeye mwenyewe. Maana yake ni nini? Ni kwamba Katani anazungumza maisha ya watu anaowajua. Lakini hawa wawili, Dr. Twahir na Harmonize, pia wameishi hapo na walijionea uhalisia wa maisha. Hawawezi kuwa wawakilishi wazuri wa wananchi? Isije kama niko kwenye wakati wa kampeni, labda ni kujibu vizuri tu. Hao wote wanaishi Dar es Salaam. Makazi yao ni Dar es Salaam. Unapozungumza tatizo la maji la Nanjanga, si ajabu hao wote ninaokuambia hakuna anayejua kijiji kinaitwa Nanjanga. Kuna sehemu unaweza kusema Ngongo, si ajabu hao wote hakuna anayejua kwamba Tandaimba kuna kijiji kinaitwa Ngongo. Unakwenda kuyazungumza matatizo ya watu sio yajua. Unayazungumziaje? Unajua kabla hujaenda kwenye siasa unatakiwa kufanya tafakari 2-3. Unakwenda kufanya nini? Unakwenda kuwasemea watu gani? Unayajua matatizo ya watu hao kwa kiwango gani? Mwakilishi wa wananchi sio kazi nyepesi kama watu wanavyofikiria. Unaona kama watu wanaochukulia poa ubunge? Exactly. Na ni kama wanakurupuka. Ndio maana unakuta mtu anatumia nguvu kubwa. Huyu Katani alianza kuwatetea wananchi, haja wa mbunge kabisa, lakini akasimama na hoja za wananchi. Katani hakusimama kwenye ubunge akafika kwenye kijiji watu wakauliza yule nani. Haikuwahi kutokea. Yaani mimi nikienda na wewe Charles Tandaimba nisimame kijiji chochote saa 7 usiku atasema yule Katani, yule mwingine nani. Ni sawa na leo mimi unichukue hapa na mgombea mwenzangu mwingine yoyote kama hao nao wataji. Nikafika nao Tandaimba, nikaingia nao vijijini, lazima uulize yule nani. Na ndio maana unakuta kuna wakati wanatumia nguvu kubwa. Mtu anatoka Dar es Salaam na gari, anabeba pipi, anabeba machungwa, anafika maskani anaanza kujitambulisha. Kwa nini unajitambulisha Charles kama wewe ni mtu wa Tandaimba? It means watu hawakujui, unataka wakujue. Kwa hata hizo sinema mnazozifanya nyewe wataalamu wa habari za kwenye mitandao kumbrandi mtu. Mimi naweza nikakupa ushahidi, mtu anajaribu kubrandi, anatengeneza kikundi cha vijana. Nitajeni mimi, semeni mimi natosha. Mzee, siasa sio ndani ya Tandaimba huko. Ndani ya Tandaimba. Au no wataja yupo mmoja anatengeneza na group kabisa mtandao wa X, vijana wake. Andikeni fulani anatosha, fulani. Nendeni site kule. Usifanye siasa kwenye mtandao Tandaimba ambao watu simu hizi za kisasa vijijini kule hawawezi kuzitumia. Mtu kwanza kununua bando anaona ni gharama kubwa. Unachukua vijana wa Dar es Salaam 15 unasema hebu fanyeni hii kazi. Hatuishi hivyo. Twende tuishi kwenye uhalisia. Kuna watu wameenda jimboni wanapita kudanganya wananchi. Tunataka kuleta miradi ya maji. Rais Samia kwa mikakati aliyokuwa nayo. Sera ukisoma ilani ya CCM nimetoka kukuambia. Tunakwenda kuchimba visima vya maji vijiji vyote. Lakini mtu anaenda kutafuta political mileage, anapita kwenye misikiti anakuambia mimi nataka niwachimbie kisima hapo. Hakuna mtu aliyomzuia. Kuna miezi 4 imepita hakuna kisima. Hakuna hata mtu aliyoenda kupima maji kujua maji yanapatikana mita ngapi. Rais Magufuli alipokuwa madarakani aliwahi kusema anatamani Harmonize agombee ubunge wa jimbo la Tandaimba siku moja na awe mbunge pale. Na wakati huo wewe ndo ulikuwa mbunge. Kwa taarifa nilizonazo mimi, wakati ule Harmonize aliahirisha kugombea ubunge Tandaimba kutokana na wewe mwenyewe kumwahidi kwamba ungemsaidia moja kati ya ndugu zake kuwa madiwani, alafu yeye asubiri wakati mwingine. Nadhani baada ya kusubiri
sasa anajiona muda wake umefika? Rajabu, mimi ni mdogo wangu wa mbali sana. Yani nikisema wa mbali, sisi kwenye kuzaliwa mimi na wadogo zangu wanaonifuata mimi 6. Rajabu anaweza kawa 4 kwenye uzaliwa huo wa age. Alokasema anatamani ni marehemu Daktari Joseph John Pombe Magufuli. Na alotamani huyo ndio aloona potentiality ya Katani, kwamba Katani ni mtu wa aina gani. Una maana gani? Hebu fafanua kidogo. Rais Magufuli ndo alisema anatamani Harmonize awe mbunge wa Tandaimba. Harmonize awe mbunge wa Tandaimba. Na alomrudisha Katani kuwa mbunge wa Tandaimba, mwenyekiti wa CCM wa kipindi hicho, ni Rais Magufuli huyo. Kutamani na kutenda na kuwa nacho ni vitu viwili tofauti kabisa. Unataka kusema alichunguza akagundua wewe unakubalika zaidi? Mheshimiwa Rais ana vyombo. Alitizama kwamba chama kishinde sawa, tunafanyeje? Nani ni potential? Na ndio maana kama utakumbuka ni kwamba 2015 mimi nikiwa mbunge wa CUF, Tandaimba halmashauri ilikuwa inaongozwa na CUF. Nilikuwa na kata 27 zinazoongozwa na upinzani, 27 kati ya 32. Kati ya 32. Katani aliporudi CCM imepata kata 31. Si chazi, unaelewa hapo? Lakini nchi nzima tu CCM ilishinda kwa wingi. Achana na hiyo kitu. Tunarudi majimbo ambayo yalikuwa na upinzani mkubwa. Kwa hiyo Harmonize anaposema sasa ni muda wa kutimiza ndoto za hayati Magufuli kwa kuja Tandaimba na kutimiza hiyo ndoto ya ubunge, wewe unapata taswira gani? Moja, mdogo wangu hajapata washauri walio sawa. Unamaanisha nini? Unajua watu wengi wanafikiria siasa ni kitu tu, kilala asubuhi ukiamka unaweza kwenda kufanya siasa. Siasa kwanza ni wito. Yani lazima uwe na wito kwamba unakwenda kufanya siasa ili uwafanyie nini watu wako. Ili uwafanyie nini watu wako. Hilo ndo la kwanza kubwa. Sasa uwezi ukakaa tu ukalala ukaamka ukasema mimi ni msanii mkubwa basi naweza kwenda kufanya siasa. Mimi moja namkaribisha. Katika watu moyo wa dhati kabisa anasema, mdogo wangu karibu kwenye uringo wa siasa, ujifunze siasa yenyewe. Mimi namkaribisha. Maana angenishauri, angeomba ushauri ningemshauri jambo. Hata kuomba vipi ushauri wakati anakitaka kiti chako? No. Mimi wakati na kwenda kugombea 2010 niliwashauri walokuwa wabunge. Unajua mimi 2010 kilichonifanya kugombea kupitia CUF ni ile dhana kwamba huyu ni mdogo. Wakanifuata wazee wa CCM. Kumbuka wakati mimi naenda kugombea, baba yangu ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa CCM wa wilaya. Kwa akafuatwa na mzee, kijana wako bado mdogo, asubiri kidogo akue na nini. Na mimi wakati huo nasema huu ni wakati wangu sahihi kwa niloyafanya. Naweza kufanya kitu kikubwa. Kwa hiyo amepotoka. Ningemshauri kama mdogo wangu. Ungemshauri nini? Moja, ningemshauri kwanza ajifunze siasa yenyewe. Unamuona bado hajaijua. Harmonize hajaijua siasa na hajawahi kufanya siasa. Lakini kila jambo lina mwanzo. Ndio nasema ningemshauri ajifunze siasa. Kujifunza siasa kuna namna. Umeona sisi tulivyolelewa kwenye siasa hizo, hata hizo za upinzani. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa vijana wa chama cha wananchi CUF, lakini sikukurupuka tu nikawa mwenyekiti wa vijana. Nilianza kuwa mwenyekiti wa CUF wa wilaya. Baadaye nikaja kuwa mjumbe wa baraza kuu la CUF la taifa. Baadaye nikaja kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CUF wa taifa. Na kipindi cha mgogoro baina ya timu ile ya Maalim Seif na hii ya Profesa Lipumba, mimi nilikuwa makamu mwenyekiti wa chama cha CUF upande wa Maalim Seif, kama utakumbuka. Kwa utaona si mtu ambaye nimetoka tu papu nikapanda ngazi. Nimetembea step za ngazi. Ngazi ina step. Unapanda step ya kwanza, unapanda step ya pili. Ni sawa na Harmonize unayemsema kwenye music. Harmonize wakati wanakwenda kufanya BSS,
walimdharau akina Master J, kama unakumbuka, na mpaka leo unaiona clip yake. Wakasema huyu hawezi, lakini hakukata tamaa, aliendelea kujifunza kwa sababu ndio kitu alichokuwa anafikiria anaweza kukifanya. Kwa hata kwenye siasa na kwenyewe huwezi kukurupuka tu. Nikupe mfano mdogo. Mtoto wa Mwigulu leo yupo kwenye chipukizi vijana huko. Yaani manake isije kesho na kesho kutwa ukamwona amekuwa mwanasiasa ukasema ilikuwaje? Na ndio maana Harmonize umemwona anafanya vizuri kwenye muziki kwa sababu ni kitu ambacho yeye alikuwa anaishi kwenye ndoto zake kwamba anaweza kufanya vizuri hivi. Kwa hakuanza tu kwamba nataka kufanya muziki, alianza kuimba, akaanguka, akaimba, akaanguka, akaimba, akaanguka. Mwisho wa siku akaja akakutana na Diamond Platinum. Akaona huyu kijana nikimbeba anaweza kufanya vizuri. Na kweli alivyomshika mkono akanyanyuka mpaka sasa amesimama. Manake kwa Tanzania ukiwazungumza wasanii bora wa music yetu ya Tanzania Bongo Flava, huwezi kuweka majina matatu ukamuondoa Harmonize. Sasa unajua unaweza ukatakiwa kupotea kwenye game, ukataka kupotea huku, ukapotea na huku. Kwa sababu huku kwingine unakoenda hujajiandaa. Huku unajua mizizi, kuna fitina gani za muziki, zikoje, na unajua namna ya kukabiliana nazo. Huku unaweza ukataka kuwaona watu wabaya. Kwa sababu Harmonize tunakuwa naye kwenye vikao vya chama akiwa anaimba nyimbo na nini, anaburudisha watu. Sasa sije ukazira kikao akija kuchuja jina lako alipo na wewe unaona kila siku unashughulika na shughuli za watu wa chama na nini. Upo utaratibu. Kwa angekuja kwangu bado ningemshauri kama mdogo wangu nini cha kufanya. Lakini wewe mwenyewe umekuwa mbunge miaka 10 Tandaimba. Unaomba ubunge miaka 5 mingine iwe 15. Kwani lipi kubwa ambalo unaona bado hujalifanya? Safi. Miaka 5 ile ya mwanzo ambayo nimekuambia kabisa kwamba sikuweza kutimiza hata nusu ya malengo yangu. Nimetoka kukuambia hapa. Yaani mimi nina priority zangu kwenye jimbo langu. Nimetoka kukuambia hapa sasa hivi mimi nina mkeka wa kuchimba visima vijiji vyote. Visima vya maji virefu. Yaani zipo dhamira ambazo nasema nikifikia hapa naweza kupumzika. Na bahati nzuri sisi wengine hatujaingia kwenye ubunge tukiwa wazee. Imani yangu kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi ilivyo, na mimi nikiwa pati ya wasimamiaji wa ilani na watekelezaji wa ilani hiyo kwa miaka hii 5 inayokuja, na imani yale mambo ambayo nimekusudia kuyafanya naweza nikawa nimeyakamilisha kwa zaidi ya 85%. Sasa hapo ukiniambia sasa kakangu unasemaje, naweza nikawa na exit point kwamba dhamira yangu ya siasa yangu kama ibada nimeifanya. Watu wasiokuwa na fedha wanasema uchaguzi ndani ya CCM ni mashindano ya kugawa fedha. Unajua ili uweze kuthibitisha kitu ni mpaka uwe umekifanya. Ukisema hujawahi kutumia fedha unamaanisha nini? Sawa. Sijawahi kufanya uchaguzi ule wa kutoa fedha kuwapa watu. Huwa unawapa nini wewe? Mimi kwa sababu naishi Tandaimba na wanatandaimba wanajua misimamo yangu. Watu wananichagua kwa ajili ya misimamo niliyokuwa nayo na dhamira yangu kwao. Kwa wajumbe wewe huwapi za maji na za nauli? Kwa kipindi cha uchaguzi sifanyi jambo hilo kabisa. Unafanya mapema kabla ya uchaguzi? Muda ule nakuwa sifanyi kwa ajili ya uchaguzi. Muda ule nawajibika kwa watu wangu. Yaani kipindi ambacho nikiwa mbunge nafanya kwa sababu mimi ni mwakilishi wao, na inapotokea tatizo la chama la nini lazima nifanye kwa sababu ni sehemu ya wao. Lakini kama hivi sasa hivi umeona kuna katazo la mikusanyiko na nini, siwezi kufanya. Yaani mpaka nitakapoona majina 3 yametoka na chama kimeweka utaratibu, kimeeleza vizuri kampeni zitaanza lini. Kwa leo mimi kabla ya kampeni siwezi kufanya chochote. Unawaona watu wenye fedha wakisumbua katika huo mchakato wa kura, kwa sababu watu wengi maeneo mengi wanalalamika, wana CCM wenyewe wanasema watu wanapita na maburungutu na kutembeza huko kwa wajumbe. Huko Tandaimba maburungutu hayapiti? Wajumbe wa Tandaimba wanauelewa mpana sana. Aidha kwa sababu pato lao la korosho linawasaidia. Kwa sababu mtu wa Tandaimba huwezi ukampa 100,000 ili akuchague, akakuchagua. Kwa sababu anajua anakwenda kuchagua matatizo ya miaka 5 kwamba huyu kaninunua. Sasa watu wa Tandaimba sio watu wa kununulika. Sio watu wa aina hiyo. Kwa wagombea huko hawatembezi mlungula kabisa. Chama kitaona, mimi si msemaji wa chama, na kikiona kitachukua hatua. Pesa ipo Tandaimba au haipo Katani?
Kwa watu gani? Sikia huko pesa inatembea au haitembei? Sasa mimi sitaki kuthibitisha. Ninachokijua wapo ambao wamegawa michele, wapo waliogawa nyama, au najua. Si ndio hiyo pesa imegeuzwa kwa sasa hiyo ni ya kwao, ndo pale ndipo kuambia kwamba watu wa Tandahimba wanauelewa, kwa sababu huwezi ukakaa Dar es Salaam, umekaa Dar es Salaam miaka yako 10, hujawahi kupeleka mchele, lakini uchaguzi umekaribia, unakumbuka kwamba kuna ng'ombe wa kutoka Uturuki wanatakiwa waende Tandahimba. Hicho ni kitu kingine, unajua. Yaani miaka yote hujawahi kukumbuka kwamba kuna ng'ombe wa misaada, kuna mchele wa msaada, karibia na uchaguzi kabisa tena. Sio kwamba matukio hayapo, yapo miaka 5. Karibia na uchaguzi, wewe sasa ndo unaanza sasa kukumbuka kwamba kuna mahali natakiwa nikachimbe kisima cha maji, kuna mahali natakiwa nipeleke mchele wa zawadi ya sikukuu. Kwa hiyo unajua ni sadaka inayoendelea, unajua. Unaweza kutoa hiyo, sisi kwa watu wa Tandahimba kwa sababu ni Waislamu wengi wanasema huyu katuletea sadaka bwana. Kumbe alileta kwa ajili ana jambo lake. Sasa sisi hatutunuliki. Kwa watu wa Tandahimba hawezi kununulika kwa mchele, wala kwa maharage, wala kwa mbuzi, wala kwa ng'ombe, wala kwa fedha. Tukizungumza kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka huu, nchi nzima zinasikika kelele za no reforms, no election, na imepigwa mikutano ya hadhara, imepita mpaka huko Mtwara, ikihubiriwa na kuelezwa kwa kina jinsi gani ambavyo nchi hii ina mfumo wa uchaguzi usioruhusu uchaguzi huru na wa haki, na kwamba Watanzania wahamasike kujitokeza kuzuia uchaguzi wa mwaka huu. Umesikia hoja za no reforms, no election, na una lipi la kusema? Unaposema no reform, no election, maana ndo pointi yako tuloanza nayo. Sawa? Reform unaosema no reform, no election, hao wanaohamasisha wamekuwa wabunge wakitokea vyama gani? Wote wanaosema no reform, no election wamekuwa wabunge, walitokea vyama gani? Walitokea upinzani. Walishindaje? Wanasema walishinda kwa kulazimisha, na kulazimisha matokeo yao yaweze kutangazwa, yasichakatuliwe. Okay, sawa. Sasa kumbe ipo njia sahihi ya kudhibiti matokeo yako sasa. Na ndio maana ACT unawasikia tunakwenda kwenye uchaguzi lakini hatutaibiwa kura. Lakini wanasema njia hiyo inasababisha vifo na majeruhi, hawataki endelee kutumika hiyo, wanataka njia yenye amani. Uchaguzi wa 2010 uliokuwa unazungumza Tandahimba, mimi nilikuwa na matokeo. Mimi sikuibiwa kura. Mimi Katani sikuibiwa kura. Mimi yamebadilishwa matokeo kutangazwa sio kwa ambaye alikuwa hakushinda. Na ndio maana nilikwenda mahakamani nikiwa na matokeo. Lakini Katani, kutangazwa ambaye hajashinda na kuibiwa kura, si ni kitu kile kile? Mtu anapoteza haki. Hakiwezi kuwa kitu kimoja. Kuibiwa kura, yani we kuibiwa ni kitu kutokuwa nacho. Chazi, umeibiwa saa. Hatutakuona huko na saa hapo, huo ndo umeibiwa. Kwa hiyo unakubali kwamba kuna hali ya watu kupokwa haki zao katika mchakato wa kutangaza matokeo ya uchaguzi? Kuna nafasi ya watu wasipokuwa makini wenye kuweka watu wa kuhesabu kura zao sawa sawa. Wewe 2010 hukuwa makini. Mimi sikuporwa kura. Ndio maana nilienda mahakamani, nilikuwa na vielelezo. Nini ulikuwa uamuzi wa mahakama wakati ule? Uamuzi wa mahakama wakati kesi inaisha, kilichofanyika, kwa sababu kesi ya msingi ya matokeo yangu haikusomwa, wakaenda kwenye hiyo technicality, kesi ile ndogo ya kuona nilichofanya Katani ni sahihi au sio sahihi. Kwa sababu kesi ya msingi ilienda ikakaa pembeni, ikabaki kesi ndogo kwamba kwa nini amelipa milioni 15 zote, kwa nini hakuiomba mahakama impunguzie. Mwisho wa siku ukisoma mpaka leo ndo wanatumia wanasheria, ipo kesi ya Katani vis-a-vis serikali ya uchaguzi, wanarifaa, ipo mpaka kesho. Yani mimi nitasoma kwenye vitabu vya nchi vya sheria kizazi na kizazi na kizazi mpaka itakapotokea vinginevyo. Nikashinda kwamba nilikuwa sahihi, lakini wakati wanasema nilikuwa sahihi ili tuanze kesi ya msingi, bunge limeisha, unaanza kesi gani ya msingi tena? Kwa hiyo wewe ukiambiwa utoe maoni yako kuhusu mfumo wa sheria za uchaguzi wa nchi hii, kama ni huru na haki au tunahitaji kufanya mabadiliko yatakayoziboresha zaidi, maoni yako yatakuwa ni yapi? Si tushaboresha. Sasa hivi tena tuna tume huru ya uchaguzi. Au umeshasahau Chazi? Lakini hii tume huru ya uchaguzi wenzenu wanasema ni geresha tu, mmeongeza neno huru tu, lakini bado mfumo wake halisi wa kisheria. Kwani tume huru ya uchaguzi Chazi umeambiwa imeanza lini?
tulipopata tume huru ya uchaguzi inayoitwa tume huru ya uchaguzi tumepata mwaka gani? Neno tume huru ya uchaguzi imeanza mwaka 2024. Sio neno, tume huru ya uchaguzi. Yani usibadilishe maneno kwa unachotaka wewe. Tume huru ya uchaguzi imeanza mwaka gani? 2024. Tunakubaliana 2024. Imesimamia uchaguzi gani ukaiona hiyo tume sio huru? Inasimamia uchaguzi wa mwaka huu 2025 kwa mara ya kwanza. Twende tukashiriki uchaguzi sasa tuione tume huru au sio huru. Lakini kuna mambo wapinzani wanasema walitendewa kwenye uchaguzi wa vijiji, mitaa na vitongoji chini. Ulikuwa unasimamiwa na tume huru ya uchaguzi? Ulikuwa unasimamiwa na TAMISEMI. Sasa TAMISEMI ni tume huru ya uchaguzi. Lakini watendaji waliopo chini ya TAMISEMI kuna uwezekano mkubwa wakahusika kwenye kusimamia uchaguzi wa mwaka huu. Mbona sheria tumebadilisha kabisa? Sheria inasema vizuri kabisa. Kiongozi mwandamizi wa serikali. Hata mkurugenzi wa halmashauri. Kiongozi mwandamizi wa serikali. Sasa wewe kama unatafsiri mkurugenzi, lakini sheria iko very clear. Lakini ya waandamizi bado ni watumishi wa umma, na kilio cha upinzani ni kwamba pawe pana watumishi. Bahati nzuri watumishi hao wa umma wapo wa upinzani pia. Yaani uzuri wake watumishi wa umma wapo wa upinzani pia. Lakini hata wakiwa upinzani kwa hofu ya kupoteza ajira wanaweza wasifanye lolote. Hakuna mpinzani amepoteza ajira kwa kudai haki yake. Yupi ambao wana ushahidi naye? Nionyeshe kwamba mpinzani huyo alionewa akafukuzwa kazi akafanywa. Yupi? Wewe unaona watumishi wa umma wa nchi hii wapo huru kufanya matendo ambayo yanaweza akawachukiza mabosi wao ambao wengi ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi? Nataka nikukumbushe tu kwamba Sonia Magogo alikuwa mgombea wa CUF alikuwa ni mtumishi wa umma, alikuwa anatokea NSSF, shirika lile la umma, na ni mtumishi wa serikali na akawa mbunge pale. Na tumekuwa na wabunge pale wa upinzani waliotokea serikalini kabisa. Wengine wameshika nafasi kubwa za ukatibu mkuu wa wizara kabisa kubwa. Hizo zinaitwa propaganda. Hatuwezi kuishi kwenye propaganda. Lakini kwenye ubora wa tume zote za uchaguzi duniani wanasema moja kati ya vitu muhimu sana kwa wasimamizi wa uchaguzi ni uhakika wao wa ajira zao. Panapokuwepo watumishi wa umma wanaosimamia uchaguzi, wakosoaji wa muundo huu wa tume wanasema ni jambo linaloondoa uhuru wa wasimamizi hao, kwa sababu akitokea bosi wake akaona hajapendezwa na jinsi alivyosimamia uchaguzi, anaweza kumhamisha kituo cha kazi. Hata sema nimemhamisha kwa sababu ya kusimamia uchaguzi, lakini kwa sababu ana mamlaka ya kumhamisha ama kumshusha hata cheo, anaweza kufanya hivyo. Unajua kuna shida ya watu kutoelewa taratibu za kiutumishi wa umma. Kuna nafasi ambazo ni teuzi, na ukiteuliwa Charles sio garantii kwamba lazima uwe wewe. Sasa kinachotokea, kuna watu kujificha kwenye vichaka. Kuna watu wanaweza kawa wapo na wameharibu, na vyombo wana taarifa kwamba watu wameharibu. Ikitokea mtu aliharibu alafu muda wake wa kuondoka ni kipindi ambacho aidha alisimamia uchaguzi sehemu ile ikawa mbaya, anajishikia kwenye pointi hiyo. Sasa tusipime kitu ambacho hakijawa. Tume huru ya uchaguzi ni mwaka jana, umeieleza vizuri, 2024. Inataka kufanya kazi yake kwa mara ya kwanza uchaguzi huu wa Oktoba. Mimi nadhani hiyo hoja yao sasa ingekuwa ina apply kama tungefanya uchaguzi wakaona hakuna uhuru wa tume, then wangekuwa na mawazo ambayo wanayo leo. Unapoona kwenye tume hii inayoitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, bado kuna viongozi ambao ni makamishna wa tume ambao wengine wamekuwa makada wa juu kabisa wa CCM, kama nafasi ya katibu mwenezi mzee Omar Ramadhani Mapuri ni miongoni mwa makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi. Hauoni kama inatia shaka hata kama atatenda haki, lakini uwepo wa katibu mwenezi wa zamani wa CCM ndani ya makamishna wa tume, huoni kama inatia shaka? Mimi siwezi kuona shaka. Nimesema uchaguzi hatujafanya. Yani huwezi kujadili uwepo wa Ramadhani Omar Mapuri, ambao kumbuke pia amekuwa waziri wa mambo ya ndani, kama unakumbuka vizuri, amekuwa waziri wa mambo ya ndani. Mimi nadhani wangekuwa na hoja kama wangeshiriki chaguzi. Ikitokea chaguzi kwa sababu inasimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi ina dosari, wangekuwa na uwezo wa kuleta hoja hizo za sio no reform no election, wangeleta hoja za reform wanazozitaka. CCM inaposema ikishinda tena itaandika katiba mpya, katika kelele hizi za mahitaji ya katiba mpya ambayo ataleta tume yenye uhuru na haki, hauoni kama CCM pia inakiri uwepo wa mapungufu makubwa kwenye katiba hii mpaka inasema ikishinda
itaongoza mchakato wa kuandika katiba mpya? Unajua, unapaswa uelewe wanapozungumza swala la katiba mpya, unapoiandika katiba mpya haizungumzii tu jambo hilo la mambo ya tume huru ya uchaguzi. Inazungumzia mambo mengi ambayo wanadhani yanapaswa kuboreshwa kikatiba. Sasa swala la katiba moja unafahamu ni swala la mchakato. Yaani sio swala ambalo unaweza kalianzisha mwezi wa kwanza 2025 tunaenda kwenye uchaguzi Oktoba ili utengeneze wajumbe wazunguke mabadiliko hayo ya katiba mnaotaka kuyafanya. Ni zaidi ya mwaka mmoja, miaka miwili ili kukamilika, kuwafikia wananchi. Kwa sio jambo jepesi kama ambavyo mtu anaweza kalichukulia. Na ndio maana kama CCM wanasema, maana yake ni kwamba tukimaliza uchaguzi hayo mnaodhani yanapaswa sio tu ya kusema wale wanaosema no reform no election. Kuna kuwepo na kamati ya mabadiliko ya katiba ambayo inapita kwa wananchi kuchunguza, kujua wananchi hiki wanasema kinataka kiweje, ndio yanakwenda ndio mnakwenda kubadilisha hiyo katiba. Walilalamika jambo la tume huru ya uchaguzi, bahati nzuri serikali ikasikia. Chama cha Mapinduzi kikaona kinapaswa kuona ukweli huo. Mwaka jana bungeni pale tumebadilisha sheria. Lakini tumepata tume huru ya uchaguzi, tuipime tume huru ya uchaguzi baada ya uchaguzi wa 2025. Nimekuwa na dakika nyingi za kuzungumza na Katani Ahmed Katani, mbunge wa jimbo la Tandahimba kwa kipindi cha miaka 10 na yupo kwenye kinyang'anyiro tena kwa mara nyingine katika mchakato wa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Katani, mimi nikushukuru sana kwa kuja kwenye One on One kupitia Wasafi TV. Imekuwa ni wakati mzuri wa kuzungumza kwa kina na wewe. Kwa sekunde 45 nikupe nafasi ya kuzungumza na Watanzania na wananchi wote wanaofuatilia kwa karibu heka za uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Na maneno mafupi sana. Moja, kwa kazi ambayo imefanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi ikiongozwa na rais wake ambaye ni mwenyekiti pia wa Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan, Watanzania hawana sababu ya kupoteza kura kwa mgombea mwingine yoyote. Kwa sababu ukitizama dhamira ya Mheshimiwa Rais, ukitizama ilani ya Chama cha Mapinduzi, inakwenda kuyaondoa matatizo kabisa ya Watanzania. Lakini mwisho ni waombe sana wapiga kura wangu wa jimbo la Tandahimba, hususan wana CCM ambako tutaanza na kura za maoni. Chama changu kikirejesha jina langu, kikiwa miongoni mwa majina ambayo yatarejeshwa, basi waone, na kwa sababu wameona niloyafanya, wanajua dhamira yangu, waendelee kuniunga mkono ili tutekeleze yale ambayo tunadhani tunapaswa kuwafikishia wananchi huduma za jamii za karibu. Asante, shukrani kwa wote ambao mmefuatilia Wasafi TV, shukrani kwa wote ambao mmefuatilia One on One. Ni karibu dakika 60 za kuzungumza hapa ambazo nimekuwa nazo na mbunge wa Tandahimba kwa kipindi cha 2020-2025, Katani Ahmed Katani. Asante kwa timu yangu yote ya uzalishaji, asante kwa Nasa Mohamed akiongoza, lakini asante kwa Chuma Constantino, shukrani pia kwa Jacob kwenye upande wa sauti, Romi 255, bila kumsahau Jaru. Na mpaka siku nyingine tena tutakutana hapa kwenye One on One kuzungumza mengi kinagaubaga yanayoendelea katika nchi yetu katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu wa nchi. Mimi ni Charles William, shukrani, na niseme kwamba Wasafi TV, Africa is watching. One on One with Charles William.